Naitwa Bishop Lameck Shani. Leo nitaongelea kuhusu mamlaka ya Tanzania. Rais ni mamlaka ya juu zaidi katika nchi, ni utawala unaowekwa na Mungu. Hakuna utawala katika dunia unaojiweka wenyewe, isipokuwa watawala wote huwa wanawekwa na Mungu. Tukiangalia katika Biblia tunaona ya kwamba kipindi cha Waamuzi Mungu alikuwa anawaongoza wana wa Israeli kwa kutumia nabii Samueli, lakini pia wakiwepo waamuzi ambao walikuwa akimwambia Samueli wanakwenda kuwasaidia wana wa Israeli katika matatizo yao. Lakini baada ya kipindi hicho Waisraeli walimtaka Samueli awatafutie mfalme ili watawaliwe na mfalme, lakini kipindi cha nyuma kile Mungu ndiye aliyekuwa mfalme, akimwagiza Samueli aende akawaambia wana Israeli wafanye 1, 2, 3. Lakini baadaye wakaona utawala wa Mungu, hawataki tena kutawaliwa na Mungu, wakataka wapate mfalme. Katika Samueli wa kwanza sura ya 8 na mstari wa 4 nitasoma. Nasema, ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Kwa hiyo Waisraeli hawakuwa na mfalme, isipokuwa mfalme wao alikuwa ni Mungu. Baadaye ndio wakaomba wapate mfalme, lakini Mungu akaja akawapa mfalme ambaye ni Sauli. Sasa basi nataka kuongelea kuhusu rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na mamlaka yake. Biblia inasema, tusome maandiko matakatifu katika Warumi sura ile ya 13 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ashindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema, nawe utapata sifa kwake. Biblia inasema, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo tunaona kwamba maandiko ya somo yanatuambia kwamba kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo hata Rais Samia hakujiweka yeye kwenye kiti cha urais, bali amewekwa na Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote anayempinga rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anashindana na agizo la Mungu. Kwa hiyo atajipatia hukumu mbele za Mungu na lazima atalaaniwa. Biblia inasema, amwasie mwenye mamlaka anashindana na Mungu. Kwa maana hiyo basi, hivyo Daktari Samia Suluhu Hassan hakujiweka yeye mwenyewe kwenye mamlaka ya urais, bali amewekwa na Mungu katika Warumi 13 mstari wa kwanza. Sasa nawaomba ndugu zangu wananchi, nyinyi mnaompinga rais na kuhamasisha maandamano ya vurugu kwa ajili ya kumkataa rais asiwe rais wenu. Biblia inazungumza kuhusu Waisraeli walipokuwa wamemkataa Mungu kama mfalme. Mungu aliwaambia atawapa mfalme, lakini yule mfalme atakuwa kikwazo kwao. Kwa maana hiyo basi, anasema nataka niwaambie kwamba muache kabisa tabia mbovu ya kuto kuheshimu mamlaka iliyowekwa na Mungu, vinginevyo mtapata laana mbele za Mungu. Katika Warumi 13 mstari wa 2,
Biblia inazungumza habari ya watu kupata hukumu baada ya kumwasi mwenye mamlaka, na katika Warumi 13:7 pia inaongelea rais ni mtumishi wa Mungu. Warumi 13:4-5. Jambo lingine ambalo nataka niwaambie tu ni kwamba hamtaweza kufanikiwa kabisa mipango yenu mnayoipanga, maana Mungu aliyemchagua akikalie kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan amechaguliwa na Mungu kukalia hicho kiti. Huyo Mungu aliyemweka pale atampigania hadi mwisho wa kipindi chake cha madaraka kulingana na katiba inavyo